Ningependa kumtambulisha Dr. Susan Barker-Kolo, ambaye ni mtaalam aina maalum ya mwanasaikolojia, anayeitwa mwanasaikolojia wa neva. Kwa hivyo, kwanza, swali la kwanza ni, mwanasaikolojia wa neva ni nani? Mwanasaikolojia wa neva ni mtu anayevutiwa na mabadiliko katika kufikiri yanayotokea baada ya mambo kama kiharusi au jeraha la ubongo, au kutokana na hali kama ugonjwa wa multiple sclerosis. Ninaposema mabadiliko katika kufikiri, ninazungumzia mambo kama huzuni na wasiwasi. Lakini pia ninazungumzia mambo kama matatizo ya kumbukumbu, matatizo ya lugha, matatizo ya kuzingatia yanayotokea kutokana na kuwa na kiharusi. Haya ni ya kawaida sana baada ya kiharusi. Ningewezaje, ikiwa nahisi mwanasaikolojia wa neva angenisaidia, ningewezaje kumpata? Kweli, timu nyingi za ukarabati zina mwanasaikolojia wa neva kama mmoja wa wanachama wao, hasa katika mazingira ya hospitali, lakini pia katika baadhi ya mazingira ya kibinafsi. Ikiwa hauhusiki katika mazingira ambayo yana mwanasaikolojia wa neva, unaweza kupata rufaa ya kumwona ama kibinafsi au kama sehemu ya hospitali. Sasa rufaa zinaweza kutoka kwa mtaalamu yeyote wa afya, lakini watu wengi hupata mmoja kutoka kwa daktari. Ikiwa mwanafamilia wangu au mwenzi wangu amepata kiharusi, ni aina gani ya mabadiliko ningeona kwao? Mabadiliko yanaweza kuwa tofauti sana na ni tofauti kwa kila mtu aliyepata kiharusi. Unaweza tena kuona mabadiliko katika hali ya moyo, kama vile kupungua kwa hisia au huzuni au masikitiko. Unaweza kuona ongezeko la wasiwasi au kutotaka kujaribu mambo mapya kwa sababu wanaweza kuwa na wasiwasi, kwa mfano kuhusu kuanguka au kupata kiharusi kingine. Unaweza pia kuona mambo kama tabia zisizo za kawaida, ambazo ni za kawaida baada ya viharusi na majeraha ya kichwa. Mambo kama kucheka bila kufaa, kulia bila kufaa. Sio lazima kwamba wanahisi huzuni au kwamba wanahisi kitu ni cha kuchekesha. Inaweza kuwa tu ni matokeo ya uharibifu halisi uliosababishwa na kiharusi. Kwa hivyo, naweza kufanya nini kuwasaidia? Jambo rahisi zaidi kufanya ni kujaribu kupata rufaa kwa mwanasaikolojia au kwa mwanasaikolojia wa neva ili kukusaidia kufanya kazi kupitia ni kitu gani hasa kinachosababisha mwenzi wangu kuwa na tatizo, na kisha kupata mikakati maalum ya kushughulikia hilo, kwa sababu tena kwa kila mtu itakuwa tofauti sana. Ulitaja tabia zisizofaa au tabia ambazo zinaweza kuwa za aibu. Ni aina gani ya tabia hizi na ninapaswa kuzijibuje? Sio kawaida kwa mtu aliyepata kiharusi kufanya mambo kama kuapa bila kufaa, kucheka bila kufaa, kuwa na tabia za kijinsia zisizofaa katika hali za kijamii. Sio kawaida. Kwa kawaida ni matokeo ya uharibifu uliotokea kwenye ubongo. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa mwanafamilia na kwa watu ambao wako karibu na mtu huyo kila siku kuelewa kwamba sio kitu kinachofanywa kwa makusudi. Hawafanyi hivyo kukukasirisha au kwa sababu wamekasirika na wewe, lakini kuelewa kwamba ni matokeo ya uharibifu uliotokea. Moja ya mikakati ya kawaida ya kushughulikia hilo ni kwanza, jiambie, hawafanyi hivi kwa makusudi. Sio kufanywa kuumiza mtu yoyote. Na kisha, ikiwa ni tabia hasi sana, jaribu kumtoa mtu huyo kwenye hali hiyo, ili aweze kutulia. Mara nyingi tabia hizi hutokea kwa sababu mtu ana kiwango cha juu cha wasiwasi, au kiwango cha msisimko, au wanataka kuingiliana, na ni kwamba tu kinachotokea, sio kile walichopanga. Kwa hivyo labda kumtoa mtu kwenye hali hiyo na kuruhusu wasiwasi huo kupungua, au kupuuza tabia hiyo, ikiwa ni moja ambao unaweza kupuuza na uko katika hali ambao unaweza kuipuuza. Jaribu kupuuza tabia hiyo na usiitie nguvu kwa njia yoyote. Ikiwa ni ya kawaida sana, je, niwaambie wageni au familia na marafiki kuitegemea? Kabisa. Inafanya iwe rahisi sana kwa watu kuingiliana na mtu aliyepata kiharusi au jeraha la ubongo ikiwa wanajua wanachotarajia. Unaweza kufikiria kuingiliana na mtu, na ikiwa ghafla wanatoa neno la matusi, ikiwa haukuwa tayari kwa hilo, unaweza kufikiria jinsi mtu anaweza kujibu. Kwa hivyo ni muhimu sana kuandaa watu wanaoingiliana na mtu. Haya ni baadhi ya mambo ambayo Joe huwa anafanya, hasa ikiwa anachanganyikiwa au ikiwa anakasirika au ana wasiwasi.
na uwe na hilo kama kitu unachofanya na kila mtu mpya anayeshirikiana na mpendwa wako. Na kwa hivyo ingeathiri kumbukumbu. Je, unaweza kujadili mikakati ya kushughulikia upotevu wa kumbukumbu? Kumbukumbu ni moja ya malalamiko ya kawaida baada ya kiharusi kwa upande wa mabadiliko katika kufikiri. Sasa kuna sehemu kadhaa tofauti za kumbukumbu na kila moja ya sehemu hizo inaweza kuharibiwa kutokana na kiharusi. Kwa hivyo mikakati tofauti ambayo unaweza kutumia itakuwa tofauti kulingana na ni sehemu gani ya kumbukumbu yako imeathirika. Na hiyo ni jukumu la mwanasaikolojia wa neva kubaini kilichoharibika na kutoa mikakati maalum kwa kila moja. Kwa hivyo, kwa mfano, mtu anaweza kuwa na matatizo ya kumbukumbu kwa sababu ana ugumu wa kuzingatia mambo. Kwa hivyo, ikiwa unapata ugumu wa kuzingatia, basi ni muhimu kwamba wafanye watu kupunguza kasi. Kwamba ikiwa huchukui taarifa zote kutoka kwa mazungumzo, unaweza kuwaomba watu kukuandikia mambo. Unaweza kuweka shajara kwa ajili yako mwenyewe. Kutumia shajara ni mojawapo ya mbinu za kawaida za ukarabati kwa matatizo ya kumbukumbu. Iwe ni matatizo ya kuunda kumbukumbu au matatizo ya kuzirejesha baadaye au kuzitafuta baadaye. Kwa hivyo kupata siku ama ya kielektroniki au ya karatasi ya kupanga siku au mpangilio wa siku ni mojawapo ya mambo rahisi ambayo watu wanaweza kufanya. Na sio tu kwa kuandika mambo ambayo unapaswa kufanya, pia ni kwa kuandika mambo ambayo umeyafanya. Kwa hivyo ikiwa mtu ana matatizo ya kukumbuka alichofanya jana, anaweza kufungua mpangilio wa siku yake na kusema, tazama, ndio, mke wangu alitembelea jana saa 8. Sawa. Kwa hivyo wanaweza kutumia msaada huo kuchukua nafasi ya kumbukumbu yao ambayo haifanyi kazi vizuri. Umezungumzia watu kupata huzuni. Ikiwa nahisi kwamba ninazidi na kwamba nahisi kama sitaki kuwa hapa tena, labda kufikiria kujua, ungependa kutoa ushauri gani? Kabisa, tafuta daktari wako au tafuta msaada wa kitaalam. Tafuta mtu wa kuzungumza naye. Sio kawaida kuwa na mawazo ya kujidhuru baada ya kupata kiharusi. Tena ni hasara kubwa ya kuomboleza, lakini ni muhimu sana kupata mtu wa kuzungumza naye, na ndio maana wataalamu wako wa afya wapo. Nimesikia baada ya kiharusi kuwa uchovu au kuwa na uchovu ni jambo la kawaida. Uchovu ni nini na naweza kufanya nini kuhusu hilo? Kweli kabisa. Uchovu ni mojawapo ya matatizo ya kawaida ambayo watu hulalamikia baada ya kupata kiharusi. Watu wengi ambao wana uchovu hautambui kama uchovu. Badala yake wanaweza kugundua kwamba wanakuwa na hasira zaidi, kwamba wanakasirika haraka zaidi, wana uvumilivu mdogo wa kuchanganyikiwa. Wanaweza pia kugundua mambo kama kwamba wana ugumu katika hali ngumu sana. Kwa hivyo ikiwa unajaribu kusikiliza watu 2 au 3 wakiongea kwa wakati mmoja, ni ngumu zaidi. Kwa hivyo, nifanye nini kuhusu uchovu? Una mapendekezo yoyote? Ndio, kuna mambo machache rahisi unayoweza kufanya kujisaidia na uchovu. Kwanza kabisa, tambua dalili zako mwenyewe za uchovu ni zipi. Je, huwa unakuwa na hasira zaidi? Je, unahisi tu kwamba huna nguvu? Je, unagundua kwamba unafanya mambo na ni magumu zaidi? Kwa hivyo, kutambua dalili zako mwenyewe kwamba unachoka, kisha kusimama na kupumzika unapoweza. Jambo lingine unaloweza kufanya ni kujua ni sehemu gani za siku unazo nguvu zaidi. Watu wengi wana nguvu zaidi asubuhi. Kwa hivyo, itakuwa muhimu kufanya kazi zako zote asubuhi na kisha kuhifadhi nguvu zako mchana. Mbinu nyingine ambayo watu wanaweza kutumia ni kusambaza nguvu zao au kusambaza kazi zao kwa siku kadhaa. Kwa hivyo, ikiwa unajisikia kuwa na nguvu sana siku fulani, usifanye kwa nguvu zote. Kwa sababu ukifanya hivyo, utatumia nguvu zako zote na utatumia siku 3 zijazo kupona. Kwa hivyo ni muhimu sana kusambaza nguvu zako kwa muda. Baada ya kiharusi, ni kawaida kabisa watu kuwa na huzuni na wasiwasi kuhusu hilo na wanaanza kuomboleza. Je, unaweza kueleza jinsi mtaalamu wa saikolojia ya neva anavyoweza kusaidia katika kupona? Ndiyo, takriban mtu 1 kati ya 3 waliopata kiharusi atapata matatizo ya huzuni au wasiwasi. Ni kawaida sana na ni kawaida kabisa kuwa na aina hizo za hisia.
Unapaswa kukumbuka kwamba mtu aliyepata kiharusi amepata ugonjwa wa kutishia maisha, na sio tu wanakabiliana na ukweli kwamba wamepata kitu cha kutishia maisha, lakini pia wanakabiliana na mabadiliko ndani yao ambayo yamesababisha kuomboleza kwa hasara. Kwa hivyo kuomboleza kwa kupoteza uwezo wa kutembea labda, au kuomboleza kwa kupoteza uhuru. Hizo ni baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo. Kuna pia wasiwasi wa nilifanya nini vibaya? Je, itatokea tena? Familia yangu itachukuliaje? Je, nitaweza kurudi kazini? Kwa hiyo kuna maswali haya yote yanayojitokeza kwa mtu aliyepata kiharusi, na ni muhimu sana kwa mtu kuwa na nafasi ya kuzungumzia maswala hayo na kuyajadili. Na ni ngumu sana kufanya hivyo na wanafamilia. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na mtaalamu ambaye unaweza kuzungumza naye, iwe ni mshauri, mwanasaikolojia, na kuleta maswala hayo mezani na kuwasaidia kuelewa unachopitia, na kisha wanaweza kukusaidia kushughulikia maswala hayo.